Kazi ya Roho Mtakatifu kutusaidia kutambua Yesu Kristo ndiye ni Mungu kweli na mtu kweli. Yanatusaidia pia anatusaidia vipawa vya kulitumikia Kanisa Katoliki. Na kazi ya Roho Mtakatifu ni kutusaidia kusali daima na kutuweka katika umoja, katika familia, katika kanisa na katika jamii, na pia kutufanya kuishi maisha matakatifu, yaani maisha ya kumpendeza Mungu Mwenyezi. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupa nguvu ya kumshinda Shetani na kushinda vishawishi mbalimbali tunayopitia katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu wapendwa, ujumbe mkuu wa Pentekoste ni kuishi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Sisi wa Kristo wote tunapaswa kuwa vyombo vya upendo, amani na umoja, kueneza moto wa Injili duniani kote. Ndugu wapendwa, Roho Mtakatifu si mgeni ndani yetu, bali ni pumzi ya maisha ya kila Mkristo. Kanisa lisilo na Roho Mtakatifu huwa taasisi pekee, lakini lenye Roho Mtakatifu huwa mwili hai wa Kristo. Moto wa Pentekoste haukuja kuharibu watu au kuharibu binadamu, bali kuunguza dhambi na kuwasha kuleta upendo. Mkristo asiyeongozwa na Roho Mtakatifu anaweza kuwa karibu na dini, lakini mbali na Mungu Mwenyezi. Roho Mtakatifu hutumia watu wa kawaida kufanya kazi zilizo za kawaida. Utakaso wa kweli huanza pale tunaporuhusu Roho Mtakatifu atawale mioyo yetu. Pentekoste ni mwaliko wa kutoka kwenye hofu kwenda kwenye utume. Pentekoste ni kuzaliwa kwa kanisa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa linasherehekea birthday yake siku ya leo, siku ambayo wanafunzi walipewa ujasiri, hekima na nguvu ya kutangaza Kristo bila uoga. Roho Mtakatifu hubadilisha hofu kuwa ushuhuda, hofu kuwa furaha. Mitume waliokuwa wamejifungia kwa hofu wakawa mashahidi wenye ujasiri mbele ya ulimwengu. Lugha
zinatenganisha Babeli, Roho Mtakatifu anazigeuza kuwa daraja la umoja. Ambapo dhambi ilileta mgawanyiko, Roho Mtakatifu huleta umoja, upendo na kuelewana. Kanisa aliishi kwa nguvu za wanadamu, bali kwa nguvu ya Roho wa Mungu. Vipawa, huduma na utume ni nguvu pale tu Roho Mtakatifu anapotenda ndani yetu. Roho Mtakatifu ni moto wa upendo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Moto huu husafisha, huangaza na kuwasha mioyo yetu kumpenda Mungu na jirani zetu. Pentekoste si tukio la zamani, ni uzoefu wa kila siku wa Mkristo. Hakuna umoja wa kweli bali Roho Mtakatifu. Katika familia, katika dunia na katika kanisa hauwezi kudumu katika upendo bila neema ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutufanya kuwa mwili mmoja ndani ya Kristo. Tofauti zetu si sababu ya kugawanyika, bali ni zawadi kwa ajili ya kujenga. Matunda ya Roho Mtakatifu ni ishara ya uwepo wa Mungu ndani yetu: upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu Mwenyezi. Kiasi ni alama ya maisha ya kiroho. Dhambi na hofu huzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Ndio maana tunahitaji toba, sala na maisha matakatifu kila siku. Ndugu wapendwa, masomo yote matatu yanatufundisha siku ya leo mambo haya. Weka ulimwengu kwenye moto wa mapendo ya Mungu. Anza ndani yako, ilete katika familia yako, ieneze kwenye dunia yako, lishuhudie duniani kwa matendo ya upendo, msamaha na umoja. Basi tumruhusu Roho Mtakatifu atuangaze, atuongoze, atulinde. Siku ya mwisho sisi sote tutarudi kwa Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, katika misa ya leo kumwombea marehemu Epifania Mayoli apumzike kwa amani. Kanda ya Mtakatifu Stefano wanamshukuru Mungu Mwenyezi kwa neema na